Mtazamaji wa News Update Media, utakumbuka kuwa tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2024, Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alifika na kuwatembelea wagonjwa waliolazwa katika kitengo cha upandikizaji wa uloto ambacho kipo katika Hospitali ya Rufaa Kanda ya Kati jijini Dodoma, ambapo kati ya wagonjwa wengi ambao walilazwa katika kitengo hicho alikuwepo mtoto wa darasa la 4. Hapa namzungumzia Deusi Daniel Mwita ambaye anatokea katika mkoa huu wa Mwanza. Mara baada ya rais kutembelea na kuwaona wagonjwa, akapata fursa ya kuzungumza na mtoto huyu Deusi Daniel Mwita, naye akapinga naye pale na kumwahidi kwamba atasoma kwa bidii na atakuwa daktari kwa ajili ya kuweza kuwasaidia Watanzania wengine ambao wanahangaika au wanasumbuliwa na ugonjwa huu wa selimundu. Leo hii kilinge cha mnyonge kimesafiri kutoka ofisini kwake mpaka kufika hapa katika mtaa huu wa Kangae B uliopo katika kata ya Nyakato, wilaya ya Ilemela, mkoani Mwanza, tu kwa ajili ya kukutana na Deusi Daniel Mwita, mtoto huyu ambaye tumekuwa tukimzungumza hapa. Kubwa zaidi ni kufahamu maendeleo yake tangu alipokutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara baada ya kupokea matibabu mpaka hii leo anaendeleaje. Yote haya utapata kuyafahamu katika kipindi hiki cha Kilinge cha Mnyonge. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, lakini nyuma ya kamera ni Jamali Jafali. Naam, mtazamaji wa News Update Media, tayari tumefika nyumbani kwao na Deusi Daniel Mwita kama ambavyo nimekueleza hapo awali, na hapa tumekutana na mama yake mzazi tupate kuzungumza kwa ufupi kuhusiana na yote ambayo yalikuwa yakimsibu mwanae Deusi Daniel Mwita. Kwanza kabisa tungetamani kufahamu majina yako, lakini pia na kahistoria kwa ufupi ka mwanao mpendwa. Kwa majina naitwa Dina Deusi Wanjala. Nitaeleza historia. Kwanza naishi katika kijiji cha Kangae, Nyakato, Mwanza. Okay. Pengine tunaweza tukapata kidogo ka historia kwa ufupi kidogo wa mwanao mpendwa ambaye awali alikuwa akisumbuliwa. Historia ya Deusi, alianza kuugua akiwa na miaka 3. Ndio tukaanza kugundua kwamba ana shida ya sickle cell. Baada ya hapo ndo tukapata taarifa kwamba hospitali ya Benjamin wanatibu. Ndio tukawa tumeenda kwa ajili ya matibabu na hatimaye akapata matibabu na akatibiwa, sasa hivi amepona. Okay. Imechukua muda gani tangu ameanza kuumwa mpaka kufikia wakati sasa amekuja kupona? Sababu kuna kipindi amelazwa sana Bugando. Ilikuwa anasoma shule hata siku 10, siku zingine analazwa. Kwa hiyo nimetusumbua sana. Mwaka juzi ndo tukapata taarifa kwamba hospitali ya Benjamin wanatibu, ndo tukaenda tukafuatilia na hatimaye ndo akaanza matibabu. Okay. Pengine msaada nje sasa ya kwenda hospitali kabla ya hapo, hizo harakati za kwenda kumtibia na nini, nani alikuwa akitoa zaidi hizo huduma? Hizo huduma zote alikuwa akitoa baba yake. Baba yake amejitahidi sana kuanzia Bugando, hata tuliposikia hizo taarifa za huko gharama zote baba yake ndo alikuwa anagharamikia. Okay. Daniel, kwa maana Deusi Daniel Mwita, yeye ni mtoto wa namna gani kwa wewe mama yake unapomfahamu vizuri? Yeye ni mtoto mchangamfu na ndio kama hivyo unavyosikia anasema anataka awe daktari. Ndio malengo yake. Okay. Kwa hiyo tunamuombea tu Mungu ajitahidi kusoma kwa bidii, atimize malengo yake. Nyie kama wazazi sasa mmeweka mazingira gani sasa kuhakikisha kwamba ndoto hii ambayo ameiweka inakwenda kutimia kama ambavyo amesema? Yaani ndio tunajiandaa, hata walimu wake shuleni tumeshawaambia yaani wajitahidi kumtengeneza asome masomo ya sayansi ili aje awe daktari. Nyinyi mnaonaje? Anayaweza hayo masomo mnapomwangalia? Tunamuona anaendelea vizuri. Sema huu mwaka mmoja alivyokuwa anatibiwa kusoma mwaka wote mzima. Kwa hiyo ndo anaendelea. Kwa hiyo walimu wanajitahidi tu kumpambania ili aendelee vizuri. Okay. Kuhusiana na tukio hili ambalo tunaona picha hapa ya Daktari Samia Suluhu Hassan akipinga na mwanao hapa, kipi ambacho kilikuwa kikizungumzwa zaidi hapa? Hapa alikuja kuwatembelea, alikuja kumuona akiwa ni mgonjwa. Kwa hiyo hapa ndo rais akamwambia ajitahidi atakapopona asome kwa bidii ili awe daktari. Na yeye akamwahidi kweli nitasoma kwa bidii hatimaye nije niwe daktari wa ugonjwa wa sickle cell. Nani aliyeanza kuiweka hiyo ndoto ya kuwa daktari kwa mtoto huyu? Ni yeye mwenyewe au nyinyi wazazi ndio ambao mmetengeneza mazingira hayo? Ni yeye mwenyewe. Yaani yeye mwenyewe hata kipindi alivyokuwa akiugua mara kwa mara akilazwa, alikuwa anasema mimi nikija kuwa mkubwa lazima niwe daktari. Niwe natibu watu. Ndio alichokuwa akisema.
Okay. Unalipi sasa? Kwa sababu tumeona hapa Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya haya. Nadhani hii ilikuwa ni siku ya uzinduzi. Pengine wewe unalipi la kuzungumza sasa kwa Mheshimiwa Rais? Sisi tunapenda kumshukuru Rais kwa huduma aliyojitoa, sababu gharama zote za kulazwa hospitalini zimegharamikiwa na serikali chini ya uongozi wa Mama Samia. Kwa kweli tunamshukuru sana. Tunachomwombea Mungu azidi kumpa maisha marefu yenye baraka. Kwa ufupi sana unaweza ukaeleza sekta ya afya kwa miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan, namna ambavyo kumekuwa na mabadiliko kadhaa kwenye sekta hii ya afya? Kwa kweli kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Sababu hata huu ugonjwa wa sickle cell kwa Tanzania kulikuwa hamna madaktari. Lakini amejitahidi, amesomesha madaktari, wameenda nchi za nje wakasoma, hatimaye wamekuja kutibu wagonjwa katika nchi yetu. Kwa kweli tunampongeza sana Rais kwa juhudi alizonazo katika hii sekta ya afya. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu Mama, kama ingekupendeza tungepata wasaa wa kuzungumza kidogo na mwanao ili tuweze kumuelewa vizuri, lakini pia mtazamaji anayetutazama hivi sasa aweze kumfahamu kwa undani kidogo. Sawa, ile shida. Karibu sana Devs. Pita kwa hivi. Sawa, pita ukae kwa hapa. Unaweza kujitambulisha majina yako kidogo ili mtazamaji aweze kukufahamu vizuri? Kwa majina naitwa Deus Daniel Mwita. Ongeza sauti kidogo. Kwa majina naitwa Deus Daniel Mwita. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 4. Katika shule gani? Akiba English Medium School. Shule gani? Akiba English Medium School. Okay. Tangu umeanza kusoma mpaka kufikia hivi sasa, malengo yako makubwa ni yapi zaidi? Natamani kuja kuwa daktari. Daktari? Daktari wa nini? Wa ugonjwa wa sickle cell. Kwa nini ulichagua udaktari wa ugonjwa wa sickle cell na si daktari wa magonjwa mengine? Kwa sababu na mimi nilikuwa naumwa ugonjwa na mimi nimesaidiwa. Mimi nataka niwasaidie watu wengine. Okay. Pengine kabla ya kupona sasa, maana sasa wanazungumza kwamba umepona. Kabla ya kupona hali ilikuwaje? Tueleze kidogo, hali ilikuwaje wakati unasumbuliwa na ugonjwa huu? Nilikuwa naumwa hata sisomi mwezi mzima. Nilikuwa nalazwa tu hospitali. Madaktari ndio walikuwa wananisaidia sana. Kilichokuwa kinauma zaidi nini kwako? Miguu. Miguu na mikono, kwenye magoti. Na kwenye viwiko. Okay. Lakini wakati sasa yani ulipoanza kujisikia kwa mara ya kwanza kabisa ulifanya nini? Nilikuwa tu nikijisikia inauma, nilikuwa nasikia maumivu makali hadi nalia. Ndio baba anakuja au mama ananipeleka hospitali. Hata baba anaanza kuchelewa kurudi, mama kanipeleka, afu baba akaja kupita hospitali akalipa hela za hospitali. Namshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kulipa hela za matibabu, hadi sasa hivi sisikii maumivu yoyote. Sasa hivi hujisikii kabisa maumivu yoyote? Okay. Pengine ili wazo la kuwa daktari, nani aliyekushauri
wewe kuwa daktari? Nilipenda tu mimi mwenyewe nikikuwa nje kwa daktari. Wewe mwenyewe? Sasa hivi ndoto yako unaiona kabisa ya kuwa daktari na inaelekea kutimia? Ndio. Umejipangaje sasa? Jipanga tu nije nisaidie watu. Kama wanaumwa sikoseli. Okay, ile siku ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akafika akapinga na wewe pale, ulimwambia nini hasa? Nilimwambia azidi kuongeza hela za matibabu, watu azidi kupona, hii nchi yetu iwe haina wagonjwa wengi sana. Okay. Kipi ambacho kilikusukuma zaidi kusema hayo kwa rais? Kwa sababu na mimi nimepona, nataka na watu wengine wapone. Mara baada ya kupona sasa tunakuona upo vizuri, unafurahi, unaenjoy. Labda unalipi sasa la kumuelekeza Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Napenda kumshukuru na mimi na zawadi yake. Zawadi? Zawadi gani? Unataka umpatie rais? Utamwambia mwenyewe. Kuna zawadi ambayo utamwambia yeye mwenyewe? Kwa hiyo unataka ukutane naye wapi sasa? Popote. Popote pale. Ili umpatie hiyo zawadi. Kwa nini umeona umpatie zawadi? Kwa sababu kanilipia hela nyingi ambazo singeshindwa kuzilipa. Ndio maana nimetibiwa kwa sababu ya hela zake. Asingekuwa rais hata nisingepona. Okay. Sawa, pengine una lipi sasa la kuwaambia watu wengine ambao wanaendelea kuteseka na magonjwa mengine? Kwako wewe kama ambaye tayari mpaka hivi sasa umepona, una lipi la kuwaambia hao wengine? Wajipe moyo, watapona, watafute tu hela waende hospitali sasa hivi. Sababu ni bure. Okay. Wewe unaweza kuzungumzia kidogo sekta hii ya afya kwa namna ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anafanya kazi kwenye sekta hii ya afya, unaweza ukazungumza kidogo? Sasa hivi ameweka matibabu mengi hadi sasa hivi hapo hadi ya moyo. Anasaidia sana nchi yetu. Okay. Kwa hiyo unawaambia nini Watanzania kuhusiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Wazidi kumpa kula, awe rais wa milele na milele. Mimi nikushukuru sana. Asante. Asante sana. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi, ukiwa bored unapata vitu vya Netflix, ile ndingako kali inapata parking kali, ukitaka kupika madiko kuna jiko, na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu Mtazamaji wa News Update Media, ni Deusi Daniel Mwita ambaye ni mwanafunzi huyu wa darasa la 4. Awali alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa sikoseli au selimundu kama ambavyo amekuwa akizungumza hapa. Mengi kweli ameweza kuyazungumza hapa mpaka alipokutana na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na msaada wake namna ambavyo amefanya na kile ambacho amekizungumza hapa kama ahadi yake, akimwahidi Daktari Samia Suluhu Hassan. Yote hayo umepata kuyasikiliza hapa. Wakati tunarudi tena kwa mama tuweze kufahamu vizuri kabisa. Mama, umemsikia mwanao hapa anatoa ahadi ya kukutana na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwako hii umeipokeaje, lakini pia unaizungumziaje kwa ujumla wake? Pa shida ilikuwa ni moja, Deus aliposikia Rais Samia yuko Mwanza. Alianza kunisumbua ndaka aonane na rais ili aongee naye kwamba na zawadi yake anataka ampe. Kwa hiyo tulienda Busisi kule kwenye daraja, alipozindua daraja hakuweza kumpata. Hatimaye tena tukaenda
Bujola. Na penyewe watu walikuwa ni wengi sana kuweza kuonana naye. Kwa hiyo mpaka sasa hivi yani kiu yake anatamani aonane na rais. Ampe zawadi yake. Wewe kwa upande wako sasa unamsaidiaje mwanao sasa kuhakikisha anakutana? Yani ndio maana mimi najitahidi ikiwezekana hata iwe ni Ikulu. Popote pale ambapo anaweza rais akapatikana akaweza kumpelekea zawadi yake, ampelekee hiyo zawadi aliyoiandaa yeye. Wazazi kwa ujumla wake mna lipi la kuzungumza? Amezungumza hapa anatamani kuwa daktari na anatamani hizo ndoto ziweze kutimia. Kuna nyinyi mnamwahidi nini sasa ili mtazamaji aweze kufahamu kwamba yule wanayemtazama hivi sasa ndoto zake zinakwenda kutimia? Sawa, sisi tunamwahidi yeye aendelee kusoma kwa bidii, ajitahidi katika masomo yake. Sisi tutamsaidia inavyowezekana. Ili aweze kutimiza ndoto zake. Kwa upande wa serikali una lolote la kuzungumza kuhusiana na Deus? Upande wa serikali tunachoomba tu Deus asome kwa bidii. Basi. Kuna watoto wengine wenye ambao walikuwa na hali kama hii ambayo alikuwa nayo Deus hapo mwanzo. Watoto wengine kwa maana ya Watanzania wengine ambao walikuwa wana hali kama au wana hali mpaka hivi sasa kama ya Deus. Kwako una lipi la kuzungumza kwao, lakini pia kwa upande wa serikali kwa ujumla wake? Watoto ni wengi wenye changamoto ya sickle cell. Hata waliotibiwa pale Benjamin Mkapa ni wengi sana. Lakini pia hata ambao bado hawajatibiwa ni wengi. Na wazazi wengi wanaogopa kwenda kupima kwa ajili ya kuwachunguza watoto wao, lakini mimi nasema waende sababu pale sasa hivi huduma zinatolewa na watoto wanapona kabisa. Sababu mimi Deus tangia atibiwe pale sijaona changamoto yoyote. Sasa hivi anasoma vizuri, anisumbui. Yaani hana changamoto yoyote, amepona kabisa. Pengine ni amezaliwa mwaka gani na ana umri gani mpaka hivi sasa? Deus amezaliwa mwaka 2014. Sasa hivi ana miaka 11. Lakini tunaona na picha hapa. Picha hii ina maelezo gani hasa? Hii picha ilikuwa ya Mheshimiwa Rais, alikuja kumtembelea Deus hospitali ya Benjamin Mkapa. Wakapiga naye picha hapo na wakapinga ili awe daktari, asome kwa bidii awe daktari. Ndio maana sasa hapa alivyomuona kwenye taarifa ya habari alitamani sana unane naye. Kwa hiyo ndugu mwandishi, kuna wakati tunalazimika hata kuificha sababu ya usumbufu ambao anao. Alafu Deus anategemea kwamba kumuona rais ni kitu chepesi. Kama alivyokutana naye pale hospitalini, anajua tu yani ni rahisi tu kumpata. Kwamba nikienda sokoni namkuta au nikienda wapi namkuta. Yani na mpaka leo hii ananisumbua, anataka unane na rais ili ampe zawadi yake. Kwa hiyo popote pale mnapolisikia kama kuna uwezekano wa rais kuonana na Deus, tunaomba msaada wenu ili aweze kuonana naye ili ampatie zawadi yake. Kwa upande wako Deus, unaikumbuka vizuri hii picha? Nimepiga hospitali ya Benjamin Mkapa. Huyu hapa ni mimi. Nilikuwa nimepiga na Mheshimiwa Rais kwa mimi nitakuja kuwa daktari wa ugonjwa wa sickle cell. Huyu hapa ni mamangu. Wa kunizaa. Huyu hapa ndo daktari aliyosika katika matibabu yangu. Dr. nani? Dr. Stella, lakini na huyu hapa ni mwingine lakini nimemsahau jina. Hapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yuko wapi? Huyu hapa. Una lipi la kusema la mwisho kabisa kuhusiana na hao madaktari lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla wake? Napenda kuwashukuru madaktari wakiongozwa na Dr. Shakiru na Dr. Stella kwa kuwaongoza manesi, madaktari kwa kufanya matibabu yangu. Na kumshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. La mwisho kabisa kwa rais? Napenda tu kumshukuru na nataka nimpe zawadi yake mimi mwenyewe. Umeshikilia msimamo wa zawadi. Nikushukuru sana. Ni Deus Daniel Mwita, mwanafunzi wa darasa la 4 katika shule ya msingi ya Akiba English Medium ambayo inapatikana hapa
katika wilaya hii ya Ilemela. Mwanafunzi huyu awali alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa selimundu kama ambavyo umemsikiliza hapa, na mama yake ameelezea tatizo hilo lilianza lini na mpaka hivi sasa inadaiwa kwamba amepona kabisa ugonjwa huo, na alipata wasaa wa kukutana na Daktari Samia Suluhu Hassan katika hospitali ile ya Benjamin Mkapa iliyopo pale jijini Dodoma, na akapinga pale Deusi na Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba akishapona basi atapata wasaa wa kusoma kwa bidii na atakuwa daktari kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania wengine ambao wanasumbuliwa na ugonjwa huu wa selimundu. Tulifika hapa kuweza kufahamu maendeleo yake kwa ujumla wake, na kama ambavyo umewasikia wakidai kwamba sasa amepona kabisa na ameandaa zawadi maalum kwa ajili ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kilichopo hivi sasa ni mama tu anaendelea kupata shida sasa kwamba anatamani akutane na Daktari Samia Suluhu Hassan. Wanampata wapi? Ni swali ambalo bado lipo kwenye vichwa vyao, lakini wale wenye mamlaka basi wanaweza wakawasaidia ili waweze kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aweze kutoa zawadi ile ambayo amekuwa akiahidi kwa muda mrefu hivi sasa. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Elia Jackson Lupembe, lakini nyuma ya kamera ni Jamali Jafali. Bye bye.